Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika channel yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda sambamba, lakini kuna mambo baadhi ambayo yapo uko ambako waliko. Nazungumzia klabu ya soka ya Young Africans ambapo leo hii wanashuka dimbani majira ya saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo utakwenda kushuhudia usiku huo utakuwa ni msiku wa kukata na shoka kati ya Young Africans dhidi ya wenyeji wao. Nazungumzia klabu ya Farbati, ambapo mchezo wa kwanza kukutana katika hatua hii ya makundi Young Africans alishinda bao 1-0. Leo itakuwaje? Lakini kuna mambo ambayo yameweza kujitokeza uko nchini Morocco na inaelezwa kwamba ni mazito kweli kweli. Mambo gani hayo? Utakwenda kuyajua yote hapa ambayo yameweza kutokea, kila kitu ambacho kimejiri uko nchini Morocco. Nini kimetokea? Hayo yote na mengine mengi nitakwenda kukujuza, na vipi kuhusiana na kila kitu kinachoendelea, vipi kiko sawa ama inakuwaje, yote nimekusogezea hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans ambayo iko pale hapa nazungumzia nchini Morocco kwa ajili ya kuweza kujiandaa na mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa usiku wa leo dhidi ya klabu ya Farbati, ambapo klabu ya soka Young Africans unafahamu kwamba leo hii ikitokea kwamba wamepata ushindi katika mchezo huu, basi safari yao ya kuelekea hatua ya robo finali itakuwa imekamilika moja kwa moja, ambapo watakuwa wanahitaji tu kwenda kukamilisha ratiba, kwa sababu wanakuwa na sababu ya kuvuka kuelekea hatua hiyo inayofuata. Sasa kuna mambo ambayo yameweza kujitokeza huko Morocco, ambapo inaelezwa kwamba kuelekea mchezo huo kumekuwepo na attention kubwa sana juu ya kile ambacho kinachoendelea, hususan unafahamu timu za Waarabu mara nyingi wanakuaga na heka nyingi kweli kweli, hususan zile figisu za hapa na pale, ambapo inaelezwa kwamba mambo ni mazito kweli kweli, ambapo kile kinachoonekana ni mashabiki wa klabu hiyo huwa ni wana mashabiki ambao wanavurugu kweli kweli, na unafahamu kwamba mchezo dhidi ya Al Ahly walipokutana ilielezwa kwamba mambo yalikuwa ni mazito kweli kweli, vurugu za hapa na pale, kashkash na nini. Hiyo ilikuwa tu ni hatua ya mwanzo kabisa. Vipi katika mchezo huu leo ambao ni mchezo muhimu ambao Farbati na wao wanahitaji kupata hizo alama ambazo Young Africans wanazipigia hesabu. Sasa kwa kuona hilo, uongozi wa klabu ya soka wa Young Africans umekaa chini na kutafakari na kuona waje na mbinu gani ambayo itakawawezesha wao kuweza kupata hali ya upambanaji kwenye kikosi chao kulingana na mchezo huu ulivyokuwa ni mgumu, ambapo mechi 5 za mwisho za Farbati wameonyesha kugawa dozi kweli kweli, huku akiweza kutoa sare tu na Al Ahly ya 1-1, lakini michezo mingine yote wameweza kushinda katika kipindi hiki cha karibuni, wakati wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani. Sasa unaambia uongozi wa Yanga chini ya mdhamini wao ambaye ni GSM ameahidi kuweza kutoa kiasi cha shilingi bilioni 1. Imagine, fikiria bilioni 1 ni kitita kirefu sana cha fedha, ambacho hichi kitita cha fedha akitoki kuelekea
kwa mashabiki, wala akitoki kuelekea kwa marefari, wala akitoki kuelekea kwa farabati, bali kinaelekea sehemu moja tu, kwa wachezaji wa klabu ya soka Young Africans na benchi la ufundi, ikiwa tu endapo watafanikiwa kufuzu kwenda robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo hesabu zinaanza usiku huu wa leo, ambapo kila mchezaji atapata mgao wake kwenye fedha hizo zilizotolewa na GSM endapo akifanikiwa kuvuka hatua hii ya makundi kuelekea robo fainali. Na inaelezwa kwamba kila mchezaji atapata sio chini ya kiasi cha shilingi milioni 40 kwa pesa za Tanzania. Baada ya ushindi huo, kila mtu akigawana na anaondoka na milioni 40. GSM anafanya haya yote kuhakikisha kwamba Young Africans wanapata matokeo na kuweza kuamsha hali ya upambanaji ndani ya kikosi chao, huku ikielezwa kwamba wameona mtiti ni mzito kweli kweli, huku wakihitaji kuweza kupambana na hiki ambacho wanakitaka kwa siku hii ya leo, ambapo inaelezwa kwamba mambo ni mazito kweli kweli, baada ya kile kinachoonekana ni nguvu ya kuhamishia huku, ili kuweza kuhakikisha kwamba Yanga wanapata kile ambacho wanakitaka msimu huu, kwani wanaamini usajili uliofanyika unapaswa kuweza kuendana na mafanikio. Hivyo basi taarifa ambayo imetolewa na Young Africans kutoka huko Morocco ikielezwa kwamba mdhamini ameweka zaidi ya shilingi bilioni 1 kwa ajili ya kile kinachoitwa tu kuhakikisha kwamba Yanga leo hii anakwenda hatua ya robo fainali, huku mchezaji Pacome Zouzoua yeye amezungumza, ameweka wazi dhamira ya timu hiyo kuhakikisha inapata ushindi katika mchezo muhimu wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Farabati ya Morocco. Mchezo huo unaotarajiwa kuchezwa leo usiku kuanzia saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, huku Yanga wakiwa wageni katika uwanja mgumu unaotarajiwa kuwa na presha kubwa kutoka mashabiki na wenyeji. Akizungumza kabla ya mchezo huo, Pacome alieleza kuwa yeye pamoja na wenzake wamejiandaa kikamilifu kuhakikisha wanapata matokeo chanya. Alisisitiza kuwa maandalizi ya muda mrefu walioyafanya yanaipa timu imani kubwa ya kufanya vizuri licha kukutana mpinzani mwenye uzoefu mkubwa katika michuano ya kimataifa. Kwa mujibu wa kiungo huyo, malengo ya Yanga ni wazi: kupata ushindi na kuendelea kujiweka katika nafasi nzuri ya kusonga mbele kwenye hatua zinazofuata. Pacome alisema kuwa kikosi cha Yanga kimejengwa kwa wachezaji wenye hali ya nidhamu, kiu ya mafanikio, hali inayowapa nguvu ya ziada wanapokabiliana na changamoto kubwa kama hii. Aliongeza kuwa wachezaji wote wako tayari kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi, wakizingatia maelekezo ya benchi la ufundi na kucheza kwa umoja mkubwa. Tumejipanga kutoa kiwango chetu bora kwa sababu tumefanya maandalizi mazuri wiki zote zilizopita. Ninaamini timu iko tayari na imejipanga vizuri, alisema Pacome kwa kujiamini. Mchezo dhidi ya Farabati unatajwa kuwa miongoni mwa michezo migumu zaidi kwa Yanga katika msimu huu wa ligi ya mabingwa Afrika kutokana na historia ya ubora wa klabu hiyo ya Morocco. Hata hivyo, Pacome alisisitiza kuwa heshima kwa mpinzani haimaanishi hofu, bali ni motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi ndani ya uwanja. Alisema Yanga ina wachezaji wenye uwezo wa kuamua matokeo muda wote, jambo linalowapa matumaini makubwa ya ushindi. Aidha, Pacome aliwataka mashabiki wa Yanga kuendelea kuiunga mkono timu yao kwa maombi na sapoti ya hali ya juu, akiamini nguvu ya mashabiki ina mchango mkubwa kabisa kwa leo wao kuweza kutimiza yale ambao wanahitaji. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana